Na mito inaendelea kutolewa kwa taasisi za kiusalama kutoa hakikisho la ulinzi kwa wanawake wawaniaji uchaguzi, huku joto la kisiasa nchini likiendelea kupanda kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Viongozi wa kike chini ya chama cha wanawake wa bunge wamesema taharuki ya kisiasa inayoendelea kushuhudiwa inatia hofu na wasiwasi na huenda ikawanyima nafasi ya kupambana kisiasa na wenzao wa kiume katika uchaguzi mkuu ujao. Miito hiyo, mtazamaji, ilitolewa wakati wa kikao cha mashauriano kilichowaleta pamoja wanawake wawaniaji wa kisiasa pamoja na vijana ili kuweka mikakati ya kuimarisha ushiriki wa wanawake katika siasa. Huku joto la kisiasa likiendelea kupanda kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, wanawake viongozi wa kisiasa pamoja na wenzao wawaniaji walijumuika chini ya chama cha wanawake wa bunge nchini ili kuweka mikakati ya kupanua wigo wa ushirikishwaji wa wanawake zaidi katika ulimwengu wa kisiasa. Viongozi hao walitoa wito kwa Inspekta Jenerali wa Polisi Douglas Kanja pamoja na asasi za kiusalama kuwahakikishia wanawake wawaniaji usalama wa ulinzi wa kutosha wakati wa mikutano yao, kwa kuwa ukosefu wa usalama huenda ukaathiri taaluma yao pakubwa. Na jambo ambalo mimi linanitia hofu sana ni kwamba kumekuwa na misukosuko ya kisiasa, kumekuwa na violence ambayo sisi akina mama hatuwezani. Watu wakikimbia, sisi wengi wanaogopa. Na ndio maana unaona hata wale ambao wanajitosa kwenye uwanja wa siasa wanakuwa wachache. Viongozi hao waliomba ustahimilivu kabla ya uchaguzi, wakidhihirisha wasiwasi wao kuhusiana na uvamizi wa hivi majuzi wa mikutano ya kisiasa uliotekelezwa na genge la wahuni. And I'd want to call on the Inspector General and on CS Murkomen that they must up their game on security, especially as we enter the electoral process. And it must be non-partisan. Aidha, kuendelea kuimarisha mchango wao katika siasa, wabunge hao walitoa changamoto kwa vyama vya kisiasa kutonyamaza kuhusiana na kuzingatiwa kwa usawa wa kijinsia wakati wa shughuli za uteuzi. It's really unfortunate the space for women it's still quite tasema bado imeshikiliwa kibabe na wanaume, but I'm sure we're going to emerge. And I want to encourage all young people and women who are running for office. It is bare knuckles. If it is hard, be hard. If it is soft, be soft. Strategize. Kiongozi wa chama cha People's Liberation Party Martha Karua, ambaye aliwaelezea wanawake wenzake safari yake ndefu ya kisiasa, aliwahimiza wawaniaji kutoyumbishwa na vitisho na matusi na badala yake kuangazia masuala husika kwenye kampeni zao. Every elected person must be asked the tough questions. And you who wants the seat of that elected person, you must go saying, these are the things I will do. Enumerate how you will do better than the person who is not there. We are beyond insults, we are for issues. Kamchemenza, Darubini.